أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati An-Nas, qul a'udhu birabbin nas, sema ninajilinda kwa Mola mlezi wa watu, malikin nasi, mmiliki au mfalme wa watu, ilahi nasi, muabudiwa wa watu, min sharri alwaswasi alkhannas, najilinda na shari ya wasiwasi au mwenye kushawishi, mwenye kurejea nyuma, min aljinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, ambaye anashawishi au anatia wasiwasi katika mioyo ya watu. Ndugu zangu, hapa ndipo ambapo tulikomea katika darasa yetu iliyopita, na hasa katika kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu, alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, anaitia wasiwasi, anaishawishi katika mioyo ya watu. Tukasema kuwa njia anayoipitia sheitani kumuingia binadamu ni moyo, na kwa mujibu wa hadithi tulioisoma na nyingi nyingine katika vitabu vya Waislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametupa taswira ya kwamba moyo una masikio yake, una sikio ambalo malaika wanalitumia na sikio ambalo sheitani analitumia. Tumesoma hadithi, tumeielewa, lakini maudhui yetu marefu yalikuwa katika moyo, hiki kiungo ambacho ni mashine muhimu sana katika mwili wa binadamu. Tukaona kwamba moyo huu ndio ambao wahai aloshushiwa Mtume sallallahu alaihi wa ali ulishushwa katika moyo. Mwenyezi Mungu akasema, nazala bihi ruhul aminu ala qalbik litakuna minal mundhirin, kwamba roho muaminifu Jibril alayhi salam alikushushia Qur'ani katika moyo wako ili uwe miongoni mwa waonyaji. Lakini zaidi ya hapo, tumeona kwamba moyo ni mahala pa mazingatio, kwa sababu tumejifunza kuwa kazi ya moyo si kusukuma damu tu kupeleka katika viungo vingine ikiwemo ubongo.
wala si kupeleka oksijeni tu katika viungo vingine kama moyo, bali ni zaidi ya hapo, kwamba kuna vimelea na viini vinavyobebwa vile vile vyenye kazi zaidi ya oksijeni na damu. Hii mashine hii ndiyo inaofanya kazi kubwa katika mwili ya kutawanya na kusukuma damu na kufanya binadamu aweze kufikiria. Kwa hivyo tumeona kwamba mazingatio ya binadamu ni kazi ya moyo. Afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, kwamba je, hawaizingatii Qur'ani au katika mioyo yao kuna kufuli zake? Lakini tukaona moyo ni mahala pa utulivu na tamaanina na pa mahala pa imani. Mtume amesema al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amalu, imani ni kile kilichotuama katika moyo kikasadikishwa na amali na vitendo. Lakini Nabii Ibrahim alipomwambia Mwenyezi Mungu, rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta, Mungu alimuuliza awalam tu'min, je huamini? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi, naamini lakini nataka tu utulivu na kupata tamaanina kwenye moyo wangu. Kwa hivyo imani na tamaanina, utulivu, ni sehemu ya kazi ya moyo. Moyo ndio unahusika, lakini tukaona kwamba kufahamu vile vile, Mungu anasema lahum qulubun la yafqahuna biha, wana mioyo lakini hawafahamu kwayo. Kwa hiyo fahamu ya binadamu inatokana na mioyo yake. Kuficha imani, kudhihirisha imani, kuficha mambo, kuyatoa mambo ni swala la moyo. Waman yaktumuha fa innahu athimun qalbuh, na mwenye kuficha haki basi moyo wake utakuwa umefanya dhambi. Lakini kubwa kuliko yote ambalo tumelijadili kwa kirefu ni kwamba binadamu anatumia akili yake kwa moyo wake, na ndio mjadala wa kwamba akili iko wapi. Akili ya binadamu, je, ni ubongo wake? Ni upi uhusiano baina ya moyo na ubongo? Haya tumezungumza kwa kirefu, lakini tuliahidi kwamba katika darasa yetu hii ya leo tutatoa baadhi ya mifano na majina ya baadhi ya vitabu. Lakini tuelewe kwamba kwa mujibu wa Qur'ani, moyo wa binadamu unaweza kupatwa na maradhi. Sio maradhi yale tunayoyafahamu ya valvu imepanuka, sijui na bana, sijui la. Maradhi ya kimaana. Mahala pa mapenzi ni moyoni, mahala pa chuki ni moyoni. Na Mwenyezi Mungu akatufundisha kwamba walakin habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Mapenzi, chuki, dukuduku, hasira, kinyongo, hivi vyote vinaishi katika nyumba inayoitwa moyo. Kule ndio mahala pake. Na kwa mujibu wa Qur'ani hivi vimeitwa ni maradhi. Ni maradhi. Fi qulubihim maradhun fazadahumullahu. Unafiq ni maradhi, chuki ni maradhi, dukuduku, vyote hivi ni maradhi, vinakaa katika moyo. Sasa yale tuliozungumza jana, kwa maana juzi katika darsa, ni mengi katika mifano ya kazi ya moyo katika kufahamu na kutumia akili, na kwamba moyo una ubongo wake unaotunza kumbukumbu, na kwamba moyo ndio unaofanya ubongo ufanye kazi kisawasawa. Katika vitabu kama tulivyoahidi, ni kitabu cha mama mmoja anaitwa Claire Sylvia. Huyu mama ana kitabu chake inaitwa A Change of Heart. Sio kubadilisha moyo, maana kubadilisha literally. Moyo kabisa umebadilishwa ukawekwa mwingine. Sasa huyu mama baada ya kubadilishwa moyo wake miaka ya 70 akawekewa moyo wa mtu mwingine. Taban
bwana mmoja anaitwa William Norak ndio aloandika kitabu kuhusu maisha yake na yale mabadiliko ambayo ameyaona baada ya kubadilishwa kwa moyo. Tukakipekure hichi kitabu tukisome. Katika miaka ya 70 na yeye alibadilishwa mapafu na moyo kwa ujumla, akawa na tabia nyingine mpya kabisa. Miongoni mwa tabia hizo, alipenda vitu ambavyo zamani ilikuwa havipendi kabisa. Kama kuku wa kukaanga alikuwa hapendi, lakini akawa ni mpenzi mkubwa wa kuku wa kukaanga. Akawa kama vile ambavyo tuliona yale maswali yalivyoulizwa na mwenzetu, akawa sasa ni mtu wa pombe, bia na baga, vitu ambavyo alikuwa havili. Kwa hiyo akawa mlevi, akapenda vitu hivi. Lakini kwa sababu ya historia yake ya ajabu, imefikia mahala mbali na kuandikwa kitabu, lakini Hollywood Films wameamua kutengeneza filamu kutokana na yale mabadiliko yaliyotokea katika maisha yake, mabadiliko ya tabia, hisia na mfano wake. Sasa huyu yeye alibadilishiwa moyo wa kijana ambaye alipata ajali ya pikipiki, yeye akapewa moyo wake. Na hawa wanaofanya utafiti mara nyingi wanapombadilishia mtu moyo, hawamuelezei tabia za yule aliyetangulia mwenye moyo wake, kwa sababu wakimueleza pengine inaweza ika-influence behavior. Wanamuacha vile alivyokuwa ili wasome changes za behavior zake, hisia zake na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hili mnaweza mkaenda katika mitandao mkatizama, ni rahisi sana kuona hata mukhtasari wa kitabu. Lakini miongoni mwa majarida ambayo yameandika sana kuhusu masala ya kubadilishwa moyo na athari zinazotokea ni jarida maarufu la JIM, manake Journal of Internal Medicine, Journal of Internal Medicine, ambao hawa walifanya utafiti wa watu 300 ambao walibadilishiwa mioyo 300, kusoma zile tabia zao. Na miongoni mwa mambo ni kile kisa cha mtoto aliyebadilishiwa moyo, kijana, na alikuwa akipenda sana kuogelea, lakini baadaye akawa ni muoga sana wa maji. Na waliporejea utafiti wakagundua kwamba ule mwenye moyo wake ni mtoto mdogo ambaye alikufa kwa kuzama maji. Kwa lile likamuathiri sana, akawa sasa anaogopa maji, sio yule tena anayependelea kuogelea. Lakini katika makala zilizoandikwa mwaka 1999 katika hii Journal of Internal Medicine, ni makala ya ajabu ya kijana ambaye alikufa, kisha mtoto mdogo akapewa moyo wake, akawa anaishi maisha tu ya kawaida. Siku moja akatembelea nyumba ile baba wa yule mtoto wa kwanza ambaye walijitolea moyo, yani baba wa yule dona wa moyo. Na yule mtoto aliopewa moyo hakuwahi kukutana naye wala kumuona, lakini alipomuona tu alimkimbilia na kumuita baba. Feelings zake na hisia zake zilimfanya amkimbilie na amuite baba. Katika makala ile paliandikwa kisa hiki vile vile. Lakini cha ajabu kingine, kisa kingine cha ajabu ni kisa cha mtoto aliyepewa moyo wa mwingine, lakini akawa anaota ndoto za ajabu sana, ambazo ni zile vivid dreams, kama jinamizi linamkandamiza, linataka kumuua. Ikawa mtoto yule halali, ni kitu kinamsumbua sana, na anaona taswira ya mtu ambaye anamjia usingizini kumkaba.
akapelekwa hospitali, kila akitibiwa hali ile inaendelea. Wakarudi nyuma kwa yule ambaye, familia ya yule ambaye alitasaddaq yule moyo, wakaprove kwamba yule mtoto ambaye ndio moyo wake ulizawadiwa kwa huyu mtoto mwingine aliuawa na mtu hakukamatwa. Lakini katika washukiwa waliokusanywa, mtoto aliweza kumtambua anayemkaba usingizini. Subhanallah. Kwa hivyo askari waliweza kumtambua mhalifu kutokana na moyo uliohamishwa kwa mtoto mwingine. Haya ni mambo, ndugu zangu, yana utafiti na yameandikiwa. Kwa hivyo tija nini? Matokeo nini? Matokeo ni kwamba moyo una ubongo wake, unaohifadhi kumbukumbu. Kuna sehemu ya cells ambazo zinafanya kazi ya kutunza kumbukumbu na kutoa instruction kwenye ubongo wa kichwani. Na yarhamukallah, na vitabu vingine kama Alqalbu Aldhakiya kwa Kiarabu, unaweza ukaenda ukasoma, kwa maana ya moyo mwerevu, wenye uwerevu unaoelewa. Kwa hivyo mukhtasari ni kwamba huu moyo tulokuwa nao kazi yake sio tu kupampu damu. Alqalbu yaqilu, moyo unaweza kutumia akili, bali wengine wamesema akili yenyewe iko katika moyo, haiko kichwani, na kwamba ubongo kama tulivyosema ni sekretari tu anayetekeleza amri za bosi wake ambaye ni ubongo, ni moyo. Sasa baada ya haya ambayo tuliahidi, sasa tuhamie katika aya, na matarajio yetu ni kwamba leo insha Allah, ikiwa ni darasa ya 9, tutamaliza darasa yetu ya surati An-Nas. Mungu anasema alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, anayeshawishi, anayetia wasiwasi katika mioyo ya watu. Na huyo anayetia wasiwasi katika mioyo ya watu, minal jinnati wan nas, ni miongoni mwa majini na watu, na kwa namna ile ya kujificha, sio ya wazi, kama tulivyozungumza kwa kirefu. Mara nyingi tunamuona zaidi sheitani katika majini kwamba ni mhusika sana katika kufanya ushawishi, lakini hebu tugeuze kibao, tuangalie sheitani katika binadamu, kwa sababu Qur'ani imesema wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin, vivyo hivyo tumemfanyia kila nabii shayatina al-insi wal jinni, kuwa na mashaitani yanaomwandama katika binadamu na katika watu. Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, wanapeleka ufunuo baadhi yao kwa baadhi, kauli zilizopambwa za kughururi, za kushawishi. Na hapa pametangulizwa shayatinal insi wal jinni, huku tumeona minal jinnati wan nasi, huku shayatinal insi wal jinni. Kwa hivyo mashaitani katika binadamu wanafanya kazi na moyo, wanafanya kazi na moyo. Tumesema ile hadithi ya kwamba jamaa na akili sana, si ya kweli. Sasa katika vita vile vya msalaba ambao vilipiganwa takriban mara 8 katika historia, Waislamu walipigana na watu wa kimagharibi, Ufaransa na wenzao, katika vita vya msalaba mara 8 takriban. Viliendelea miaka mingi mpaka dakika ya mwisho takriban mwaka 1270, yani karne ya 13. Wakati ule katika vita vya 7 na vya 8 vya mwisho vile, alikuwepo mfalme wa
Ufaransa akijulikana kwa jina la Louis wa 9. Huyu mfalme Louis aliamua kuingia vitani mwenyewe, akapigana vita vile vya 7 na vya 8, lakini dakika ya mwisho alitekwa yeye na Waislamu. Kisha Wafaransa na watu wa Ulaya wakatoa faini kubwa sana ili kumkomboa, akakombolewa. Lakini baada ya kukombolewa alisema maneno yafuatayo, maneno ambayo yataandikwa katika historia. Alisema, hawa Waislamu kwa vita hatuwawezi, kwa sababu wanapenda mauti kama mnavyopenda nyie uhai. Yani wao mauti wanayapenda kama nyie mnavyopenda uhai. Katika hali kama hii ni silaha kubwa sana, kupigana nao ni mtihani. Baadhi ya mufakirina wa Kiislamu wanasema huo ndio ulikuwa mwanzo wa kitu kinachoitwa al-ghazwatul fikriya, uvamizi wa kifikra, wa kiakili, wa kithaqafa, wa kitamaduni, kwamba sasa mashambulizi yetu hatuyapeleki katika miili ya Waislamu ili kusalimu amri, tunayapeleka mashambulizi katika mioyo yao. Si ndio mahala pa hisia? Si ndio mahala pa kufahamu? Ndio mahala pa kutafakur na kutadabbur, kuzingatia? Si ndio mahala pa vionjo kwamba una testi gani? Basi sisi tupalengi kwenye moyo. Tukiweza kumuingia katika moyo wake, hatuna haja ya kutumia silaha kubwa kubwa. Kwa hiyo ndipo walipokaa wakasema, mambo haya ya makombora na silaha na kusafiri safari ndefu, la, sasa tupambane na mioyo yao. Hii inaitwa al-ghazwatu al-fikriya, al-aqliya, al-thaqafiyya, uvamizi wa kifikra, wa kiakili, wa kitamaduni. Na haya mapambano ni ya hatari sana, kwa sababu yanamfanya yule ambaye amekuwa defeated anakuwa ni mnyonge bila kujitambua. Ikiwa vionjo vyako vimebadilika, wewe una vionjo vya magharibi kwa mfano, wewe mwenyewe utawafuata, sio? Lakini ile testi yako, hisia yako katika kupenda jambo tayari imekuwa ni hisia ya wale maadui. Kwa hiyo baadhi ya mufakirina wanasema hapo ndio mwanzo wa mapambano haya, na kilicholengwa nini? Ni kuingiza katika moyo wa binadamu hisia tofauti, mapenzi tofauti, mwelekeo tofauti. Lakini baadhi ya mufakirina wa Kiislamu wanasema kwamba la, al-ghazwatu thaqafiyya, haya mavamizi ya kitamaduni, ya kiakili, yalianza mwaka 1789 katika mapinduzi ya Ufaransa. Na kwa hakika Ufaransa ndio inaolengwa zaidi, na wanasema kwamba yalianza katika sera za Kifaransa zinazojulikana kwa jina la assimilation policy, kwamba Wafaransa hawakutosheka kumkoloni binadamu kimwili tu, walihakikisha wanakoloni akili yake, wanakoloni moyo wake, mawazo yake. Kwa hivyo katika nchi zilizotawaliwa na Wafaransa walihakikisha kwamba mwananchi wa nchi ile anaweza kuonekana kimuonekano ni Mwarabu, Mwalgeria, Mwarabu, lakini alikuwa kuanzia alifu mpaka ya ni Mfaransa. Namna yake ya kufikiria, namna yake ya kula, namna yake ya kuzungumza, hata Kiarabu chake kina saundi na mawimbi ya Kifaransa. Kwa hiyo nchi ni ya kwenu, lakini ukienda airport, ukienda mjini, ukienda kila mahala, maduka na matangazo yote ni Kifaransa. Ukiuliza hapa ni Ufaransa, si Ufaransa, wanaishi Waarabu. Na baadhi ya nchi katika West Africa. Kwa hivyo Wafaransa katika assimilation policy walihakikisha kwamba yule mtawaliwa wao anakuwa Mfaransa kila kitu, kasoro muonekano tu.
Na hawa watu wako sampuli hiyo. Ikawa kuna vigezo vya mtu kupewa uraia wa Ufaransa pia. Wakatoa uraia wa Ufaransa kwa makoloni yao, lakini kwa vigezo. Kadri gani unaweza ile lugha yao vizuri na mambo kadha wa kadha ya kukufanya wewe uwe Mfaransa kisawasawa. Ndugu zangu, mapambano yote haya, makombora yake yameelekezwa katika mashine kubwa ya binadamu inaitwa moyo, kumbadilisha vionjo vyake vikawa ni vionjo vya kimagharibi. Na hiki ndicho kinachoendelea, na ndio hali ya maisha yetu sisi kila siku, hata majumbani kwetu. Kila unapoishi kimarekani maanake umeendelea. Watoto namna wanavyokupokea, wanavyozungumza na wewe, wakikaa mwelekeo ule, unajisikia raha sana, kwa sababu ile testi na vionjo vyako vimebadilika. Kwa mfano, leo hii tizama katika nchi zetu, hasa humu makwetu ambapo Waislamu ni wengi, katizame hata tarehe zetu. Tunahifadhi tu tarehe za mwezi wa Ramadhani kwa sababu ni ibada kubwa, na sisi kila siku tunahesabu siku. Tumemaliza 10 la kwanza, tunaingia la pili. Mwezi huu sijui utakuwa 29, sijui 30, ibaki siku 3 Ramadhani ingie. Tunakuwa makini sana, lakini miezi mingine hatunayo, wala hatuna haja nayo. Na pwani ndio mahala ambapo palibaki angalau watu wanasema mfungo 3, mfungo 4, mfungo 6, lakini nalo linaanza kutoweka. Kutoweka kwake hakuna athari katika kujua tu tarehe, la, ni zaidi ya hapo. Sio kwa sababu siku tu umeshaitambulisha kwa tarehe yoyote hakuna neno, la. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha 4 Mungu kaitambua kwamba katika hiyo kuna 4 hurumun. Kwa hivyo anaitambua miezi hii Mungu, na ndiyo ilikuwa katika sheria pia na utekelezaji. Kwa hivyo miji ya pwani, mfungo 4, utamaduni wao walikuwa hamna ndoa zinazofanyika katika mfungo 4. Yani Muharram ule ilikuwa watu hawafungi ndoa kimila tu, kiasli. Niambie kwamba ikiwa mfungo 4 umepotea katika maisha yetu ya kila siku, hatujui umeingia au hujaingia, maana yake nini? Tutafanya mambo ambayo tulikuwa hatuyafanya mfungo 4, kwa sababu hamna kitambulisho chake katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo mfungo 4 ukipita kwetu sisi tunahesabu kama ni Februari, tunasema Februari, kama ni Machi tunasema ni Machi, tunakwenda mbele. Hatupati mfungo 4 na matukio yake na utamaduni wake. Na ni wangapi katika Waislamu leo hii, hasa wakina mama, ambao wakisema eda wanahesabu miezi hii sawasawa ni eda ya kufiwa, sawasawa ni eda ya kuachika, eda yoyote ile. Wangapi wanahesabu miezi hii tunayoijua sisi ambayo si ya Kiislamu, lakini ndiyo ilokusudiwa? Je, haiwezi kuleta athari? Haina athari yoyote? Inayo athari, kwa sababu miezi yetu na miezi isiyokuwa yetu mwaka mzima tutapishana pengine siku 9 mpaka 11. Let's say siku 11. Hizi siku 11 unaweza ukazihesabu zimo, kumbe hazimo. Miezi yako ya eda ile ni mifupi zaidi Kiislamu kuliko kuhesabu miezi isiyokuwa ya Kiislamu. Sasa kama kuna jamaa ananyemelea kihalali, japo ananyemelea kwa maana ni neno lenye dhana hasi, lakini ananyemelea kwamba amuoe mtu, atachelewa wakati eda imeshakwisha, anahesabu bado. Mathala. Kwa hivyo hivi vitu walipoingia katika nchi za Kiislamu, hasa za Kiarabu, katika mambo ya kwanza waliofanya, walibadilisha tarehe zisitumike kwa namna ile ya Kiislamu. Watu wakaanza kutumia tarehe ambazo si za Kiislamu.
Na waulizeni katika umri wetu mdogo sisi, ambao misikiti yetu ilikuwa kila ukiingia kuna kikalenda fulani tarehe zinabadilishwa pale, kibox fulani cha kubadilisha tarehe. Ni misikiti mingapi na tarehe za Kiislamu sasa? Vile vibox tulivyokuwa navyo sisi kwamba vinaonyesha tarehe na kila siku inabadilishwa na watu wakiingia wanajua, ni misikiti mingapi inayo? Wamebaki wafuasi wa Ahlul Bait tu wana kalenda yao inatumika takriban na Waislamu wote sasa hivi Afrika Mashariki, na itakwenda itoweke. Tutakuwa tuna mentality nyingine sana katika maisha yetu, kuhesabu tarehe na mfano wake. Ni wangapi wanahesabu umri wao kwa tarehe za Kiislamu? Tunaposema Mtume aliishi umri huu, Imam Ali umri huu, unadhani ilikuwa ni miaka gani? Ilikuwa ni hii. Na hukumu zote za Kiislamu zinazohusu miezi zinahusu miezi ya Kiislamu. Kwa hivyo haya mambo yamefanyika mpaka kiasi watu wengine wanadhani lugha ni njia ya mawasiliano. Tumezungumza mara nyingi, Black Americans walipochukuliwa huku kwetu ni watumwa, walipopelekwa kule, katika vitu vya kwanza vilivyofanyika ni kubadilisha majina yao. Unadhani lilikuwa ni jambo halina maana? Kwa sababu majina yaliashiria historia na utamaduni. Majina hata ya miji yetu, acha majina ya watu, yana maana ya historia, yana maana ya kiutamaduni. Kwa hivyo nenda pwani ukatizame majina ya miji yetu, njoo katika miji yetu ukatizame majengo zilivyojaa, bondeni zilizojaa, na majina mengine yenye ishara za Kiislamu. Lakini kila tunavyokwenda yale majina yanakwenda kibadilika. Sasa tuna miji mipya, tuna makao mapya, lakini yale majina yenye asili na tamaduni ya Kiislamu yanatoweka. Kwa hivyo walibadilisha majina ya watu mmoja mmoja kiasi kwamba wale watu baada ya generation kadhaa identity yao ikapotea. Yaani unakuwa hujui historia yako ulitoka wapi. Sasa wakawa majina Brown, James, ndio yakawa majina yao, kina Mr. Brown. Lakini hao walikuwa na majina yao ambayo yalikuwa yanaashiria Uislamu wao na yanakupeleka mpaka katika asili na utamaduni wao. Kwa hiyo walibadilishwa majina. Kwa wale waliowahi kutizama zile filamu za kina Kunta Kinte, wanaweza kuelewa ile historia nzuri aliyoandika yule bwana ya generation kadhaa, karibu 7 kama sikosei, za familia yake. Lakini ni watu Waislamu waliotoka katika ardhi ya Gambia. Kwa hivyo utaona vitu hivi vimekusudiwa hasa na vimeleta athari kubwa. Sasa kuna mambo ambayo tunafaa kuigana na kuathiriana, na Uislamu unakiri na kuyakubali. Kuna mambo ambayo hatufai kuwalazimisha watu wengine. Katika mambo ya kisayansi, 2 jumlisha 2 ni 4 kwa mtu yoyote yule. Mambo ya katika chemistry, chemical hizi na hizi ukichanganya zinaleta hii. Haya ni mambo hayaepukiki, ni mambo ambayo tunafaa kuigana, ni hazina alotupa Mungu. Mambo ambayo hayana mipaka, kama upepo unaweza kuvuka mpaka ukaenda popote, si ya watu maalumu, ni mambo ya watu wote. Biolojia inasemaje? Ni mambo ya watu wote. Lakini baadhi ya human sciences ni vitu ambavyo kila watu wana kitambulisho chao. Mambo ya kisosiolojia, ya saikolojia, mambo ya utamaduni wa watu. Kwa nini wenzetu warakiz wa focus katika kubadilisha utamaduni? Unadhani kwa nini? Kiislamu, pakiwa na dola ya Kiislamu, pakawepo na wasiokuwa Waislamu, wanaruhusiwa, na pengine Waislamu wengi hawaelewi hayo, wanaruhusiwa kuishi katika dola ya Kiislamu na wanaruhusiwa kuendelea kuwa Wakristo. Sio kama tumeelewana? Yaani wanaruhusiwa kuendelea kuwa Wakristo, wanaruhusiwa kuendelea kuabudu katika nyumba yao ya ibada. Uislamu haulazimishi mtu kubadilisha utamaduni, unamkinaisha mtu kubadilisha utamaduni.
Kwa hiyo tunaamini juu ya mbinu ya kukinaisha, sio ya kulazimisha. Taban kuna makundi ya Kiislamu yaliyoibuka yanayoamini kwamba ni lazima mtu awe Muislamu, ni lazima tuvunje masanamu. Naam, kama ni nyumba yetu ya ibada na ni dola ya Kiislamu na hawa ni Wakristo na wana sanamu pale ndani na wanakwenda kuabudu pale bila kufanya uadui kwa Waislamu, hukumu ya Kiislamu waendelee na ibada zao, lakini wajibu wetu ni kuendelea kuwafikishia. Hakuna kulazimishana katika dini, lakini ilivyo ni kwamba utamaduni, kwa kuwa unahudumia uchumi kwa kiasi kikubwa sana, uhusiano wa utamaduni na uchumi ni mkubwa. Kwa hivyo ukitaka kumnyonya mtu, mmoja katika mbinu nzuri ni kubadilisha utamaduni wake, kuwa na hisia kama za kwako, kuwa na vionjo kama vya kwako, ili awe ni customer mzuri wa bidhaa zako. Kama hana vionjo vyako, hawezi kununua bidhaa zako, kwa sababu haishi maisha yako. Kwa hiyo ndio maana ulimwengu umefikia hapo ulipofikia. Mmoja katika mabwana akibishana na mwingine akimwambia kwamba nyie kule kwenu Saudia Waislamu hamruhusu sisi hata tujenge kanisa, lakini sisi huku kwetu, nyie huku kwetu Ulaya tunawaruhusuni sisi wa Kristo Manasara. Akamwambia, kama unaifahamu historia, kilichoturuhusu huko kwenu sio Unasara bali ni usekula. Unasara ulipotawala haukuruhusu, secularism ndio imeruhusu. Na secularism, usekula sio adui wa Waislamu tu, ni adui wa wenye dini wote, bali sababu ya usekula kuibuka Ulaya ni kuwa adui ya Ukristo kabla ya Uislamu. Sasa ndio yale tunawasema kila mara, hatuamini juu ya ifratu na tafritu, kufinya sana au kuachia moja kwa moja. Uhuru upo, lakini si uhuru wa kutukana, si uhuru wa kukebei. Kuamini rumuzi za wengine na ukazipokea, kutambua. Usiwatukane miungu wa wale ambao hawaamini, kwa sababu fayasubbu Allah adwan bighairi ilmin. Huiabudu lakini usiitukane. Na katika rumuzi za Waislamu pia baina yao kwa wao, kwa sababu kama ambavyo wewe huwezi kustahamili Imamu Ali kutukanwa, kuna mwingine na yeye hawezi kustahamili Abubakari kutukanwa. Tuambiane insafu, tumeelewana? Wewe huwezi kustahamili Imam Hussein kutukanwa, sio? Huwezi kuvumilia Bibi Fatima kutukanwa, huwezi, unajisikia vibaya. Kuna mtu naye kashiba mtu wake kiasi hicho pia, na kiasi hicho. Kwa hivyo hiyo ndio insafu. Sema kama alivyosema Imam Ali, yaliyojiri ni hili na hili na hili. La imefikia katika haddi kama Qur'ani inavyosema, in udtum udna. Hayo ni masala mengine. In udtum udna, maana kuna mtu muhuni pale barabarani, yeye kazi yake ni kutukana, hafai ila na yeye afanywe vile. Hayo ni mambo ya mtaani ya vijana, wanajua wenyewe, wakamalize huko huko, wanatambuana wenyewe huko. Lakini kama ni mimbar inayowakilisha madhhab, rumuz Kiislamu, Imam Ali hakuwahi kutukana, bali akasema la takunu sababin, la takunu sababin, msio wenye kutukana. Na mfuasi wa Ahlul Bait anaposimama akisema haya, hajipendekezi kwa yoyote, kwa sababu hakuna yoyote anaweza kumfanya chochote, hasa katika ardhi kama hizo. Lakini tunazungumza wazi kwamba hii ndiyo hali ya utamaduni na namna inavyotakiwa. Na mara nyingi sana unaweza ukatuma, hii ni risalatul albughdh, ni ujumbe wa chuki zaidi kuliko kuwa ni ujumbe wa kujenga. Tumesoma athari za maneno. Hautengenezi energy ambayo ni positive kwa yule ambaye umemtukana, unatengeneza energy ambayo ni negative, ambayo baadaye ikirudi inakuathiri na wewe. Ndugu zangu,
Leo nimependa kuzungumza taratibu kuyamaliza haya, kwa sababu leo itakuwa ni siku ya mwisho katika kumaliza sura hii, Suratun Nas. Kwa matarajio insha Allah katika darasa yetu ijayo tutaanza sura nyingine insha Allah. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyut tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.